Najua tunaelewana na tunasikilizana pia. Niko hapa kuwajulisha kuwa kuna utafiti uliofanyika wa kutokana na magonjwa yaliyopo kwa sasa. Kuna milipuko mingi. Kumekuwa na magonjwa mbalimbali, kumekuwa na magonjwa mengine yasiyoeleweka. Ndio kama hili niweka hapa. Ugonjwa huo haujajulikana bado unaitwaje. Na hata chanzo cha ugonjwa bado pia haijajulikana ni nini. Ila inasemekana kuna virus, yaani wadudu wanaoleta huo ugonjwa wapo. Na wadudu hao wanapatikana katika uchunguzi ni msitu unaoitwa Samina. Msitu huo hakuna ambaye ameshawahi kufika, ila walikuwa wanakaa watu wa zamani. Na baada ya watu wa zamani kutoweka mahali hapo, hakuna ambaye ameshawahi kufika tena. Na kama ikitokea kuna mtu pia amefika, harudi salama, basi virusi yao wanaotokea huko wameanza kuenea mahali hapa. Kwa hiyo angalizo, na kilichoniweka hapa au kilichonileta ni kuwapa tahadhari. Haitakiwi au hairuhusiwi mtu yoyote kwenda kwenye huu msitu. Hilo ni angalizo. Haitakiwi au hairuhusiwi mtu kwenda kwenye huo msitu. Tumeelewana? Ndio. Jamani, mimi nina furaha sana. Nimefanikiwa kuipata ramani ya msitu wa Samina. Hivyo basi, mnaweza kujiandaa wakati wowote tunaelekea msituni. Ndio, jamani. Hii siku ni aje jamani? Kama tukaenda ni nani? Umefikiria usalama wetu sisi kwa Mungu hii ndio tunafurahia sisi. Unaweza kumwambia vipi umefikiria nini kuhusu usalama wetu kule? Mpaka nikaja kuambia kule usalama upo 100%. Hakuna. Enda mwingine. Wewe. Kada kwa ujinga hao. Kama hivi hapo zinajarudia. Kutoka lini akajua mambo ya nini? Yaani unavyoniona mimi hapa, nampigia dadi tu anipe hela ya kuendea huko
ili mimi niende msituni. Kama unabaki wewe baki mpenzi wangu, lakini mimi naenda kwa kweli, sema kweli. Nakupenda sana, lakini kwa hili bei haipaswi nikubaki. Wewe unanishangaza sana. Lakini mimi nafahamu yeye wanawake mnapenda sana vitu vizuri, lakini huwa mjiangalie. Yaani amangaliaje baadaye unajua ni msitu una majoka una vitu hatari. Na alafu kizingatia mimi sitaki kukupoteza wewe. Zani wewe mwenyewe unaelewa jinsi ninavyokupenda. Kwani lakini mimi natambua hilo. Lakini sorry, yani utanisamehe kwa kweli. Nakupenda sana baby. Vipi? Umechukuliaje kupatikana kwa Lamani? Sema kweli, yani mimi nimeiona pambe hii safari. Lazima niende. Alafu tuelekee hostel. Kuna vitu nataka nikuoneshe kule. Bye. Nisikilizeni. Hii issue iko serious sana. Mimi nimehangaika kuitafuta Lamani. Mabwana zenu wananiletea miayusho. Hii imekaaje? Kuhusu ile wala usijali. Na kuhusu mabwana zetu achana nao. Wakwenda ataenda, wakuacha ataacha. Mimi niko bega kwa bega na wewe, sawa? Lazima twende msituni. Jamani mashoga zangu. Kuhusu kwenda msituni, wala hata msijisumbue. Mimi siendi. Bado naipenda roho yangu. Okay, sawa. Nitaondoka na utakaoulizia kwenda na mimi. Asante sana rafiki yangu kwa kukubali kuondoka na mimi msituni. Ambaye amekataa ni hali yake. Ukitaka uende, ukitaka ubaki. Ulazimishwi na mtu mama. Shoga yangu. Unabaki. Kuna vitu vizuri huko. Kuna wanyama huko. Shauri yako. Nyie nendeni tu kwa kweli. Hivi Kayanda, umemsikia yule dema alivyosema kweli? Acha kizungumzia kwanza. Yami kiukweli sio kaenda kwenye poli? Mna bwana. Taanzaje sasa? Kuna usalama gani wa kwenda huko? Hamna kiukweli babu. Mimi siwezi kwenda huko. Labda mimi sijui kwako. Ni sawa James. Lakini nikiangalia watoto wa kike wengi wamekubali kwenda. Alafu isitoshe sisi ni watoto wa kiume. Tusiwe waoga. Nisikilize James. Hebu naomba tuutoe usalama kichwani mwetu. Sisi ni watoto wa kiume. Tusiwe na mambo ya kike, sawa? Tusiwe waoga. Tunajikubali na tunaondoka. Wewe ni mshikaji wangu na kukubali sana. Wewe ni mtoto wa kiume jembe. Sawa? Usiwe mwoga James. Niamini. Sawa? Tunaondoka. Tusiwe waoga. Yaani watoto wa kike wakubali kwenda afu sisi tuogope. Ndio nini sasa? Tutakuwa kama akina Joyce sasa. Wakati mimi ni Kayanda, wewe ni James. Tutoe ukike kike mwilini mwetu, sawa? Hamna shida rafiki yangu. Kwa kuwa umeongea wewe. Kwa kweli ni rafiki yangu kabisa. Sio mbaya, mimi nimekubali. Tutaenda tu. Hamna shida, wala usijali. Kwa kuwa ni wewe. Kesho ndo naanza safari, lakini Chobi sijamwona juzi na jana. Kwa hiyo inatakiwa uende ukampe taarifa. Usijali kuhusu hilo.
Mimi nitamfikishia tu chozi, maana sio mbali anapoishi, tunaishi karibu naye. Halafu kingine, mimi nikupongeze tu, hakuna mtu yoyote aliyoweza kutafuta hiyo ramani ya mtoto wa Samia, lakini wewe umeipata. Aisee, sijui nikupe pongezi gani. Chambuzi. Inatakiwa twende msituni. Mbona bado umelala? Hivi kumbe mko serious? Kayanda. Ina maana mmezamilia kabisa twende msituni? Odi. Odi. Oh. Muda. Kwa nini mnasubiri nini?